Apewe sifa mfalme. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu aliyeweka makao ndani ya kifua cha mfalme Ismaili kwa matendo makuu na uweza na nguvu tunaozidi kushuhudia kwa macho ya damu na nyama. Lakini pia nina kila sababu ya kumshukuru Mungu wa Zumaridi kwa sifa ya leo aliyepokea Mungu wetu yenye manukato mbele za Mungu. Sifa yenye utukufu, sifa yenye manukato, sifa iliyojaa nguvu, iliyojaa amani, iliyojaa furaha, nina kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa sababu tuko naye, na ndio maana tunaona utukufu wake, tunaona maajabu yake, tunashuhudia matendo makuu, tunaona kazi aliyonayo. Pokea sifa Mungu na utukufu Mungu wetu chini ya jua. Alfa na Omega, mwanzo mwisho. What
kule chini. Akarudisha hazina zote zilizokuwa zimepoa na jamaa, zikarudi mikononi. Akashusha madhabahu 2025 akateremsha madhabahu baada ya kukomboa miliki zake. Akateremsha madhabahu yake, ofisi yake ya juu katika ufalme ikashuka duniani. Vitu vilivyokuwa vimepoa vikarudi, vikatakaswa, vikaleta duniani, vikatulizwa kwa ajili ya kazi. Angalia sasa, mwaka ndio tuna mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu na nusu. Mwezi hii miezi 3 na nusu tu, angalia mambo, hatujafika wa 6. Hatujafika wa 6, mwezi wa 3 tuna wa 3 na nusu. Ona na mzimu uliongea ndani yake, tuliongea na tuliyarekodi na tuyaweka hapo myasikie. Mzimu ndani yake ulivyokuwa unaongea. Tena nikauliza, hizo ilizi mliziweka mwaka gani ndani ya tumbo lake? Mzimu kaongea, hizo ilizi tumeziweka akiwa bado damu, hajajulikana ni wa jinsia gani, ya kike au ya kiume, tukaziweka kwenye tumbo la mama yake akiwa bado damu breed. Hilo sio jambo dogo. Tafakari wewe kama Tumaini amefikia wapi? Ukiniangalia kibinadamu, baba kapendeza. Napendeza mpaka rohoni. Sema vile Bwana mfalme Tumaini. Mzimu uliongea, tunatoka hapa tunakwenda kumrudia yeye, maana alishinda kukaa naye kwa utaratibu. Alishinda kukaa naye kwa hekima, akakaa naye kwa ubaya. Alishinda kukaa naye kwa utaratibu, akakaa naye kwa pumzi yake, kwa kweli, kwa ovyo mpaka akatoroka. Sasa ametoroka, amekuja kuangukia mikononi mwa Mungu na uchumi umetolewa. Sasa tunarudi, yeye ndiye amesababisha mpaka atoke kwenye pango. Ina maana kijana alikuwa anaishi pangoni, pango la ziwa Victoria, chini kwenye mti wa mnazi, chini kwenye mti wa mnazi ndipo alipokuwa anaishi original. Ina maana alipozaliwa tu akadakwa, akaenda kukulia kule. Kwa huku mpaka na photocopy yake nilikuwa, lakini kule ndo kama original yake kule chini. Kwa ukombozi umeenda kumtoa kwenye pango kule. Ukombozi huu mwana maajabu. Ukombozi umeenda kumtoa chini ya maji, chini ya ziwa. Ukamtoa ukombozi chini ya ziwa. Ni huku sasa ikajidhihirisha ile wiki iliyofuatia, ikajidhihirisha kutapika zile hilisi. Baada ya kutolewa kwenye pango, alikuwa na linda la joka kwenye pango. Joka kubwa kwenye mti na joka kubwa kwenye pango. Kazi yake kwa kugeuza kwa magari duniani. Anakuwa gari, yeza ni basi, yeza ni fuso, yeza ni costa, yeza ni nini, anajigeuza, alafu abiria wanapanda, anagongesha, wanakufa, anachukua. Wana madhabahu zilizopigwa. Ndio utajua sio mjumbe wa madhabahu, kwa tunakuja madhabahu hapo. Angalia hiyo madhabahu. Madhabahu imeishi tumboni miaka 40 kasoro. Imeenda kubomolewa madhabahu, ikaenda kumkomboa original. Ikamleta duniani na ikiashiria cha kutapika agano alilokuwa nalo tumboni miaka mingi. Yaani mpaka nachanganyika mjukuu wangu. Aliyemfuata zaidi. Haya mambo ni makubwa. Sasa hivi tunaweka mkono ni shuhuda. Unaweka mkono ni shuhuda. Unaweka tu mkono kwake hadi kama amekuja kabisa kwa kumaanisha katika roho. Sio mbona dia hapa kitenda amekaa. Na shimeji yake ndani yake na faraja. Siku ile wameka mkono. Paka anajiona mwepesi. Alikuwa akitembea mpaka
jembamba, anapumua kwa nguvu. Amina mfalme Zumaridi. Sema amina na mfalme Zumaridi. Hayangalia Mungu anampa uhakika mtu anakuja kupanda gari na kulipa nauli yake, ana uhakika na kwenda kwa Mungu. Maana Mungu alimfunulia na kuonyesha ana uhakika wote wasipoteze nauli yangu naenda kwa Mungu. Sema amina watumishi wa Mungu. Sema amina watumishi wa Mungu. Haya, yule kichaa aliyeuka, hebu angalia mapigo ambayo sasa yanapigika. Angalia wanavyoopoka. Wanavyoopoka sasa ambao wamemfanya yote aliyoyafanya ameyaropoka. Kayaongea kwa kinywa chake mwenyewe. Angalia nguvu iliyopo sasa watumishi wa Mungu. Wana mfano Zumaridi. Tunakutanizwa. Hivi ndio wale kinastimwa na kwambia. Mnakutwa kufumba na kufumbua. Zumaridi ametukuka. Sio kwa matendo haya. Dalili ya mvua ni mawingu. Mama Oso alikuwa hapa. Mchungaji anatoa. Hawa ni manesi. Ili pressure ikipanda mpaka moyo upasuke. Yaani ule mrija wa kusukuma damu anapona. Watuambia wauguzi hapa. Moyo umelipuka, yani moyo umelipuka. Ukadhani yani ile mishipa ikaenda kapiga ile pressure imepanda juu sana. Halafu ikaenda kapasua mishipa ile ya kusukuma damu. Unaponaje? Lakini ikatao ikanyamaza mishipa. Uyapoka kama moswali. Ulimeza dawa gani mama? Misali nzima hapa kaja saa 3 na dakika fulani. Ameanza kutoka damu saa 2. Hebu niambie kama ni ndoo ya maji imekinga pale ndani saa 1. Na sio damu kidogo, ni kama umefungulia bomba hivi. Kama umefungulia bomba. Hizi damu zinatoka hapo nyingi, zimemkama ni mambo ya damu hivi. Ndio ya damu. Wakilala hivi yanajaa mabomu. Anabidi arudi tu hivi. Yanatoka tu. Kwenye mdomo. Nafunga mishipa yote ya damu. Nisema hivyo. Na ikamata mishipa ya damu yote. Na ifunga kwa mamlaka hiyo pewa. Na funga mishipa yote iliyopasuka. Mimi nisema tu hivyo, hata sijui kama mishipa iliyopasuka. Mimi niseme tu hivi. Kumbe baba pressure imepanda juu. Hata baada kupiga gonga moyo, pasuka mshipa wa moyo. Wanakufanga ghafla tu. Tena bora Mungu aliyatoa damu nje. Yangeishilizia mle ndani angemzima ghafla kufa. Yaani kutoka damu nje hivi ni mikono yake. Haya mshimo umezikona nini? Amefikishwa Kamanga hana kitu chochote. Mungu anasema wewe ushuhuda wangu ufe. Hapo unafika una kitu damu imekaukia. Pale ulipofunga ile kwa maji kaziba. Pale naomba hii kaziba. Hapa tunapata kidogo tutatoka kidogo hivi. Kwa sababu wanadamu waga wameshaanzoea hospitali anaenda sasa mimi nimeshamaliza kazi yangu mbelekeni. Anafika pale getini kwa nyingine kaziba getini hapo. Watu walisimama hivi sokoni. Nimekuja sokoni ndio watu waweka maombi ya Ijumaa kile Ijumaa na dharau. Baba njoo uvunjie magonjwa yote yasikukute, madhara yote yasikukute. Alikuwa Haji na Moswali. Haji Ijumaa kupanda kule hamna, nikamkuta ghafla ngee. Mimi nimeambiwa mama kuja kuvunjia mabaya mnashinda kwenda. Sasa subiri kumesha hapa. Kufa hapa. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.